Hujambo, karibu mtazamaji wa Zone Media. Naitwa Victor Moshi. Sasa miongoni mwa taarifa ambayo niko nayo mezani kwangu hapa leo ni kwamba wanamgambo wa Kihouthi wa nchini Yemen wameweza kufanya shambulizi kali sana katika nchi ya Israel usiku wa kuamkia leo. Taarifa zinasema hivi: kundi la Houthi kutoka Yemen limekiri kuhusika na mashambulizi mapya ya kombora la balistiki la kasi sana aina ya hypersonic dhidi ya Israel ya kati, wakisema kwamba kombora hilo lililenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Taarifa ya msemaji wa kundi la Houthi ambaye ni Yahya Saree ilisema kwamba tumetekeleza operation ya kijeshi kulenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion katikati ya Israel tukitumia kombora la hypersonic, alisema msemaji wa kijeshi wa Houthi Yahya Saree kupitia taarifa iliyotangazwa na runinga ya Al Masirah inayoendeshwa na Wahouthi. Saree alisema kuwa kundi hilo litaendelea na mashambulizi yao dhidi ya Israel itakapositisha mashambulizi dhidi ya Gaza na kuondoa mzingiro. Tutaendelea kuzuia safari za ndege za Israel kuingia na kutoka uwanja wa Ben Gurion, aliongeza msemaji huyo wa kijeshi wa Houthi. Sasa hii ni taarifa ambayo imeweza kuripotiwa usiku kwa mkia leo, ambapo wanamgambo wa Kihouthi kutoka pale nchini Yemen wameweza kufanya shambulizi katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion katika mji wa Tel Aviv, na shambulizi hilo limeweza kushtua sana maelfu ya watu wa Israel, huku hofu ikizidi kuongezeka, kwani Wahouthi wanazidi kuendeleza kufanya mashambulizi, ikiwa ni kile ambacho wanakiita kuendelea kuwasapoti na kuwatetea watu wa Gaza ambao wamekuwa wakishambuliwa na kundi la Israel. Sasa Israel kupitia kampeni zake ambazo wanaendelea nazo za mashambulizi katika ukanda wa Gaza, Wahouthi pia wameendelea kuweza kuwashambulia Israel kwa sababu ya kile ambacho wanakiita ni sapoti ya Hamas ambayo wanazidi kuisaidia siku hadi siku. Lakini vile vile Israel imekuwa ikiwashutumu Irani kwamba wamekuwa wakiwasaidia Wahouthi wanamgambo hawa kutoka pale nchini Yemen. Katika taarifa hii ni kwamba jeshi la Israel lilisema kupitia taarifa rasmi kuwa liliingilia kati kombora lililorushwa na Wahouthi kutoka Yemen kuelekea Israel ya kati, kwa mujibu wa shirika la habari la Shinhua. Lakini vile vile jeshi la Israel lilieleza kuwa kombora hilo lilizua miito ya tahadhari ya mashambulizi ya anga katika miji 660 na jamii mbalimbali katikati mwa Israel, ikiwemo Tel Aviv na baadhi ya makazi ya Wayahudi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa. Vile vile miito hii ya tahadhari ilisikika kwenye uwanja wa Bloomfield huko Tel Aviv, ambapo takribani watu 30,000 walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya fainali ya kombe la taifa la mpira wa miguu. Katika fainali hiyo, maelfu ya mashabiki walihudhuria kwenye uwanja wa Bloomfield, huku mchezo ulisimamishwa kwa takriban dakika 10 kabla ya kuendelea tena, kwa mujibu wa ripoti ya news ya AZ ikinukuu vyombo vya habari vya kigeni. Lakini vile vile wakati wa finali hiyo ni kwamba kulikuwa kuna wasanii maarufu ambao walikuwa wakitumbuiza, ambapo mwimbaji maarufu Aviv Geffen alikuwa akitumbuiza hadhira kubwa katika uwanja wa Yakon huko Tel Aviv, huku mashabiki walieleza kuwa wakisikia milio hii ya tahadhari na hawakujua kama walikuwa wameshambuliwa au wako hatarini. Vile vile baada ya tahadhari kusikika muda mfupi uliopita katika maeneo kadhaa nchini Israel, kombora lililozinduliwa kutoka Yemen liliingilia kati, ambapo tahadhari iliweza kuwashwa na kufuata taratibu uliowekwa, jeshi la Israel lilisema kupitia taarifa rasmi wakati ikitoa taarifa ikielezea shambulizi hilo. Vile vile huduma ya uokoaji ya Megan David Adom ya Israel ilisema kwamba hakukuwa na majeruhi walioripotiwa. Kombora lililorushwa kutokea Yemen limeingilia kati, lilisema jeshi la Israel, likiongeza kuwa miito ya tahadhari ilitolewa na kufuata taratibu wa kawaida. Wahouthi vile vile wamesema kuwa wamesitisha mashambulizi dhidi ya meli za Marekani, lakini wameendelea kuvurumusha makombora dhidi ya Israel, wakisema kuwa hii ni mshikamano na Wapalestina wa Gaza, ambako mashambulizi ya Israel yaliyoanza miezi 19 iliyopita yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 54,000 kwa mujibu wa mamlaka za afya za Gaza. Lakini vile vile Israel imekuwa ikitekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi nchini Yemen, ikiwa ni pamoja na shambulizi mapema mwezi Mei dhidi ya mji mkuu wa Sanaa, ambalo liliharibu uwanja wa ndege mkuu wa kimataifa na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Jumatano, jeshi la anga la Israel lilishambulia tena uwanja wa ndege wa Sanaa ulioko kwenye maeneo yaliyodhibitiwa na Wahouthi,
na kuharibu njia ya kurukia ndege, miundombinu ya uwanja wa ndege ya mwisho ya abiria iliyokuwepo hapo. Kundi la Houthi ambalo linadhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mwa Yemen limekuwa likiulenga Israel tangu Novemba 2023 kuonyesha mshikamano wa Palestina kufuatia mgogoro unaoendelea kati ya Israel na Hamas huko Gaza. Mtazamaji wa Zone Media, hiki ambacho wamekifanya wanamgambo wa Kihouthi pale nchini Yemen ni tekelezo ambalo ni la kulipiza kisasi baada ya Israel siku ya Jumatano kuweza kushambulia uwanja wa ndege wa Sanaa. Sasa Israel baada ya kuweza kuamua kushambulia uwanja wa ndege wa Sanaa, Wahouthi ni kama vile waliamua kukaa kimya kwa takribani siku moja, ndipo hatimaye usiku wa kuamkia leo wakaweza kurusha kombora katikati mwa Tel Aviv, ambapo kulikuwa kuna finali ya kombe la taifa katika uwanja wa mpira mkubwa kabisa hapo Tel Aviv, ambapo mashabiki zaidi ya 30 walikuwa wakishuhudia finali hiyo. Ndipo ambapo waliweza kufanya shambulizi hilo, lakini jeshi la Israel limeweza kutoa taarifa na kukanusha kwamba hakuna vifo vilivyotokea, lakini vile vile hakuna hata majeruhi ambao wameweza kutokea. Na inaonekana kwamba Israel yawezekana inakanusha taarifa ambazo zimekuwa zikisambaa kwamba kuna madhara makubwa ambayo yameweza kutokea. Lakini vile vile msemaji wa Houthi ambaye ni Yahya Saree amekuwa akitoa taarifa mara kwa mara kupitia televisheni yao ya Al Masirah ya nchini Yemen, ambayo televisheni hiyo inamilikiwa na wanamgambo hawa wa Kihouthi pale nchini Yemen, akisema kwamba wametekeleza shambulizi kwa kutumia kombora aina ya hypersonic, ambalo ni kombora ambalo ya kuweza kuleta madhara makubwa katika sehemu ambazo zinaweza kushambuliwa. Kwa hiyo katika tafsiri hii ni kwamba Wahouthi wameendeleza kampeni zao za kuweza kushambulia Israel, ambapo sasa hivi wanalenga miji mikubwa kama Tel Aviv, Yerusalemu, Haifa na maeneo mengine ambayo Wahouthi wamekuwa wakifanya mashambulizi. Lakini Israel usiku kucha inakesha kwa kutumia mifumo yake ya ulinzi kama Iron Dome kwa ajili ya kuweza kupambana na makombora ambayo hawajui ni muda gani, saa ngapi na dakika ngapi yataweza kurushwa kutokea moja kwa moja nchini Yemen kupitia Bahari Nyekundu. Lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hajaweza kuzungumzia kitu chochote kuhusiana na shambulizi hili ambalo Wahouthi wamelifanya usiku wa kuamkia leo. Yawezekana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yuko anaandaa taarifa ili kuweza kuja kutoa taarifa hiyo kwenda kwa wananchi wa Israel. Imekuwa ni utaratibu kwa Netanyahu kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea katika nchi yake. Endapo kuna shambulizi ambalo limeweza kufanyika, basi Netanyahu amekuwa akizungumza. Lakini vile vile hata waziri wa ulinzi Israel Katz bado naye hajaweza kutoa taarifa yake rasmi kuhusiana na taarifa hii. Zaidi tu msemaji wa Houthi Yahya Saree ameweza kuzungumza mapema kabisa asubuhi ya leo, akielezea namna gani ambavyo wameweza kufanya mashambulizi katika nchi ya Israel, huku jeshi la Israel IDF limethibitisha kwamba shambulizi hilo ni kweli kabisa limeweza kutokea, lakini hakukuwepo na madhara ambayo yameweza kutokea katika mji wa Tel Aviv. Lakini vile vile picha mbalimbali zimeweza kusambaa mitandaoni na video zikionyesha mashambulizi ambayo Wahouthi wameweza kuyafanya usiku kwa mkia leo, ambapo picha hizo zinaonyesha kombora la hypersonic likiwa angani kukatiza baadhi ya miji, uelekeo ukiwa ni Tel Aviv, ambapo ilikwenda kutua hapo, japokuwa jeshi la Israel limesema kwamba hakuna madhara ambayo yameweza kutokea katika shambulizi hilo. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa kubwa ambayo imezidi kuteka hisia za watu ulimwenguni baada ya Wahouthi kuendeleza kampeni yao ya kuweza kupambana na Israel, ambapo sasa hivi Israel ina jukumu kubwa kabisa la kuweza kupambana na Wahouthi wa pale nchini Yemen siku hadi siku. Tufuatilie hapa hapa Zone Media kwa taarifa zetu zijazo. Naitwa Victor Moshi, asante kwa kuwa mwanafamilia yetu wa nguvu kabisa ndani ya Zone Media.